na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, ninaomba swali langu namba 7 lipate majibu. Swali linalofuata hivi sasa linaelekezwa katika Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, kutoka kwake Mheshimiwa Anna Lupembe, mbunge wa viti maalum. Anauliza, ujenzi wa barabara ya Sumbawanga hadi Mpanda bado haujakamilika. Je, ni lini ujenzi wa barabara hiyo utakamilika? Swali hilo kutoka kwake Mheshimiwa Anna Lupembe, mbunge wa viti maalum, na Mheshimiwa Waziri anakwenda kujibu swali hilo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara kutoka Sumbawanga hadi Mpanda umegawanyika katika sehemu 4 ambazo ni Sumbawanga Kanazi pana kilomita 75, Kanazi Kizi Kibaoni kuna kilomita 76.6, Kibaoni Stalike kuna kilomita 72 na Stalike Mpanda kilomita 36. Maendeleo ujenzi wa sehemu ya Sumbawanga Kanazi umefikia 68.6 na mpaka sasa kilomita 43.47 za lami zimekamilika. Na maendeleo ya ujenzi wa sehemu ya Kanazi hadi Kibaoni kupitia Kizi, ujenzi umekamilika kwa 50.3 na mpaka sasa kilomita 23.43 za lami zimekamilika. Maendeleo ya ujenzi wa sehemu ya barabara ya Stalike Mpanda ni 76 na mpaka sasa kilomita 20 za lami zimekamilika. Ujenzi wa sehemu hizo 3 unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2016. Mheshimiwa Spika, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi kwa kiwango cha lami kwa sehemu iliyobaki ya Kibaoni hadi Stalike ambayo ni kilomita 7.2 umekamilika na serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa kiwango cha lami. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Anna Lupembe, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa barabara hii imetumia muda mrefu takriban miaka 6 kutoka Sumbawanga mpaka Mpanda haijakamilika na wakandarasi wanaingia na kutoka, mpaka hatima yake sasa hivi barabara ile imeharibika kupita kiasi, na pale Mpanda mjini kuna shimo ambao mkandarasi alilichimba katikati ya mkoa, halieleweki lile shimo litazibikaje. Je, serikali ina mikakati gani kwa ajili barabara hii imekaa muda mrefu mno mpaka wananchi wa Katavi wamechoka, itakwisha? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, sasa hivi mkoa wa Katavi mawasiliano hayapo. Barabara ya kutoka Mpanda kuelekea Tabora haipitiki kabisa, na wananchi wa Katavi wanategemea kwenda kuchukua bidhaa zao Tabora, Mwanza, na maisha ya Mpanda yamekuwa magumu kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Je, serikali ina mikakati gani ya dharura ili kuwaokoa wananchi wa mkoa wa Katavi kwa ajili ya barabara hizo? Asante kwa swali hilo. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri mwenyewe. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Profesa Mbarao. Naomba kumjibu Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kwanza, kuhusu barabara hiyo kuchukua muda mrefu, ni kweli baadhi ya barabara zimechukua muda mrefu, lakini siku 10 zilizopita serikali imetoa takriban shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwalipa wakandarasi mbalimbali hapa nchini. Na tunaamini sasa, nachukua fursa hii kuagiza wakandarasi wote kama nilivyoagiza wataalamu wetu wa TANROADS kwamba sasa hivi waanze kwenda kwenye site ili kazi hizo zianze mara moja.
Suala la pili, Mheshimiwa Spika, ni kweli kuna changamoto kubwa huko sehemu ya Katavi, mkoa wa Katavi, kwa sababu barabara zimekatika, lakini wataalamu wetu wa TANROADS sasa tumeelekeza huko ili waweze kuzikarabati barabara hizo. Pia sasa hivi tumefungua njia yetu ya reli kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa huko baina ya Katavi, Tabora na Dodoma ili waweze kupata huduma kama kawaida. Asante Mheshimiwa Spika. Asante kwa majibu Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Nimekuona Mheshimiwa Sadiki Murad. Swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa barabara ya Sumbawanga Mpanda inafanana na barabara ya Magole Mvomero Turiani ambayo nayo ipo katika mpango wa serikali wa kuweka lami, na kwa kuwa kilomita 8 za mwanzo zilishawekwa lami, baada ya kuteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge, nimefuatilia na nimeambiwa fedha za kumalizia mradi huo zinatafutwa, na kwa kuwa kipindi hiki mvua kubwa zimenyesha, barabara hiyo imeharibika. Je, serikali iko tayari kufanya kazi ya dharura huku tukisubiri fedha za lami? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Profesa Mbarao. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala la ziara la Mheshimiwa mbunge kama inavyofuata. Ni kweli barabara nyingi hapa nchini sasa zimeharibika kutokana na hali ya mvua inayoendelea kunyesha, lakini wakala TANROADS imetenga pesa maalum kwa ajili ya kufanya ukarabati kwenye barabara zote ambazo zimeharibika ili tuhakikishe wananchi wanaweza kupata mawasiliano kama kawaida.